Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Leo tarehe 30 Aprili ni Fall of Saigon. Watu mnakumbuka mliokuwa zamani kidogo. Leo ni historia ya kuanguka kwa Saigon. Kuanguka kwa Saigon, mji mkuu uliokuwa unafahamika wa Vietnam ya Kusini, ambayo ilikuwa inasapotiwa na Marekani. Ilianguka miaka 50 iliyopita tarehe kama ya leo. Vita kubwa ya Vietnam ilipigwa kwa miaka 19 na miezi kadhaa. Marekani akisaidiana na washirika wake pia wa magharibi walikuwa wakipigana na jeshi la Vietnam ya Kaskazini ambayo ilikuwa ikisaidiwa na Uchina na washirika wengine wa komunisti wengine, Urusi na wengine walikuwa washirika wa upande wa pili wakipigana na Marekani. Walipigana muda mwingi sana, miaka. Sasa kukapelekea makubaliano ya mwaka 72 ya kumaliza vita, ikawa imezigawa Vietnam mbili. Kwa kuna Vietnam ya Kusini na Kaskazini. Yaani sielewi kuwa kama ilivyo Korea Kusini na Kaskazini ilivyogawika, upande mmoja unasapotiwa na Marekani, upande wa pili unasapotiwa na Uchina. Na upande wa hapa Vietnam ilikuwa imegawa hivyo. Vietnam moja inasapotiwa na Marekani, Vietnam ya pili ilikuwa inasapotiwa na upande wa pili wa shirika wa Uchina na wengine. China alipeleka askari 300,000 kwenye vita hiyo. Na vifo vya jumla vya watu kwenye vita hiyo ya miaka 19 ni 3,100,000. Yaani idadi kubwa zaidi ya watu waliowahi kufa kwenye hii vita. Mabomu yalirindima kwenye Vietnam ya Kaskazini, mabomu ya Marekani yalirindima sawa. Mpaka leo inatajwa zaidi ya 20% ya ardhi ya Vietnam bado kuna mabomu hayajalipuka. Marekani alikuwa akishambulia Laos, alikuwa akishambulia Cambodia, alikuwa akishambulia Vietnam, zote alikuwa akizishambulia kwa pamoja kwa kiwango cha hali ya juu sana, akisapoti kile ambacho yeye anakiona ni sahihi kwake. Sasa Marekani baada ya makubaliano ya mwaka 72 yaliyofanyika kule Paris, kama nakumbuka, unajua haya masuala, mfano hii ya vita ya Vietnam, wengi wetu tulikuwa hatujazaliwa. Mimi sikuzaliwa kabisa, na hisi hata mama yangu alikuwa hajaolewa katika kipindi hicho, zamani sana. Kwa hiyo sikuwepo. Tumekuja kusoma na wengi wetu najua mpo kwenye magrupu humo ambao mlikuwepo wakati huo, mlizisikiliza habari, mlikuwa na akili, mlikuwa na ufahamu, wengine mlikuwa wadogo, wengine vyovyote itavyokuwa, lakini tunao wengi humu ndani ambao wanafahamu hiki kitu. Sasa baada ya makubaliano ya mwaka 72 kuwa ya usitishaji wa vita, na Vietnam mbili zikagawika. Baada ya kugawika, kukawa Marekani mwaka 73 ikaondoa askari wake. Ikaondoa askari wengi, ikaacha baadhi ya askari pamoja na wanadiplomasia kama 5,000 walikuwa wamebaki. Vietnam mwaka 73 iliondoa. Baada ya kuondoka mwaka 73, Vietnam ya Kaskazini ikaona hii ni fursa nzuri kurejesha eneo letu lote na kuirejesha Vietnam kuwa moja tena kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo hilo likatokea wakati huo, wakaitumia fursa ya Watergate. Mnaikumbuka kashfa ya Watergate? Kashfa ya Watergate ni moja ya kashfa kubwa sana ambayo ilitokea wakati wa utawala wa Rais Richard Nixon, rais wa 37 wa Marekani. Ipo siku nitakuja kuielezea hii kashfa ya Watergate. Moja ya kashfa kubwa sana ambayo ilisakama utawala wake, masuala ya rushwa, masuala ya nini, ndio ilikuwepo hii kashfa. Sasa wakati wa kashfa hiyo ya Watergate walitumia hawa wa Vietnam ya Kaskazini kama faida kwa ajili ya kujinufaisha sasa na kuirejesha Vietnam yote, wakaanzisha mashambulizi mapya. Sasa wakati huo hii Watergate kashfa ilikuwa mwaka 72, 73 mpaka 74 Nixon alivyojiuzuru nafasi yake na ikachukuliwa na Gerald Ford kipindi hicho. Sasa ikaweka historia kwa rais wa kwanza wa Marekani kujiuzulu. Sasa wakati wa vuguvugu hili, wakati limeshamiri kule Marekani na Nixon amekaa kwenye engo ngumu, hawezi kujinasua, hapo wa Vietnam wakaitumia nafasi hii kuhakikisha wanaanzisha tena mashambulizi mapya kuelekea upande wa kusini, na wakapigana. Mashambulizi yakaanza tarehe 29, wakaendelea, wakafanya vurugu, vyovyote itavyokuwa. Mwisho yote tarehe kama ya leo wakauangusha rasmi
mji mkuu, yani serikali rasmi ya Vietnam ya kusini iliondoka rasmi tarehe kama ya leo miaka 50 iliyopita na kuiunganisha tena jamii ya Vietnam, ikawa Vietnam moja tena kutoka kusini na kaskazini ikarudi kuwa moja. Kwa hiyo tarehe ya leo inasherekewa kule Vietnam kwa kiwango kikubwa, gwaride kubwa. Vietnam kwa hiyo Vietnam ikarudi kwenye maisha ya kikomunisti na kisosialisti ilivyokuwa yale maisha yale ya kijamaa, ndio ilirejea kwa wakati huo. Kulikuwa kuna rekodi iliwekwa. Unajua kile kilichotokea Afghanistan mwaka 2021, mnakumbuka nilizungumza ninyi, nilikuwa nawaambia kuwa inafanana sana na kilichotokea Vietnam miaka hiyo kwenye ile kuanguka kwa Saigon, fall of Saigon ilivyotokea, kwa sababu Marekani viwanja vya ndege ambavyo Marekani walikuwa wanavitegemea ndani ya mji wa Saigon vilikuwa vimeshalipuliwa. Kwa hiyo ikawa hakuna uwezekano wa ndege kutua au kuruka. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanya uokoaji zilikuwa ni helikopta. Zinatajwa rekodi za helikopta duniani zilitumika. Ndani ya saa 24 watu waliokuwa wamepandishwa kwenye helikopta kuvushwa kupelekwa kama Philippines na nchi zingine walifika 7,000 ndani ya saa 24. Yaani helikopta za Marekani. Kwa hiyo watu wengi waliokuwa wanashirikiana na serikali iliyokuwa ya Vietnam ya wakati huu, ambao waliogopa kwa utawala unaokuja utatuangamiza, kama vile kilichotokea Afghanistan, kuwa wengi waliokuwa wanashirikiana na serikali ya Marekani walikimbia, wakawa wanakimbilia airport kipindi kile, mnakumbuka. Kwa hiyo na hapa Vietnam kulitokea hivyo, wengi wakawa wanakimbilia kwenye ubalozi. Ilitajwa mpaka watu 10,000 walikuwa wamepanga foleni nje ya ubalozi wa Marekani wanasubiri helikopta za uokozi zile za Marekani zije ziwachukue kwenda kuwapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo wengi sana wakawa wanahamishiwa nchi ya pili, wanakwenda baadaye wanaomba visa za kuingia kama wakimbizi, na ndio kizazi kikubwa cha Vietnam kilipohama kipindi hicho mpaka hivi sasa ambacho wanaishi upande wa Marekani. Kwa hiyo tarehe kama ya leo kulianguka utawala mkubwa wa Marekani. Lakini angalia katika kipindi ambacho chote tunakuwa sisi tumekuwa kwenye propaganda ya television na film ndio zimeingia. Sinema nyingi za Marekani tulizotengenezewa sisi zilituonyesha kuwa wa Vietnam wakiuawa, Vietnam wakipigwa na jeshi la Marekani, jeshi la Marekani limeshinda, jeshi la Marekani. Ndio filamu ambazo tulilishwa kwa miaka mingi, ambazo tumezitazama kwenye makumbi, tumezitazama wakati tunakuwa, au mpaka leo zinaonyesha hivyo, lakini haina uhalisia, kwa sababu hii vita ya Vietnam Marekani alishindwa na akapoteza na akaondoka. Sasa Marekani amekuwa akituma misaada mingi kwa Vietnam kwa miaka, na walianzisha uhusiano rasmi miaka 2000 na kitu hivi ndio walianzisha uhusiano rasmi, na Marekani ikapewa hadhi maalum kama mshirika maalum wa kibiashara na Vietnam. Akapewa hadhi ambayo anayo Urusi na Uchina kwenye nchi. Sasa shida imekuwa kwa sababu Marekani amekuwa akilipa fidia ya hasara aliyoitoa Vietnam kwa miaka ile, na amekuwa akifadhili mradi ule wa kwenda kutegua mabomu. Nimesema ni zaidi ya 20% ya ardhi ya Vietnam imekuwa na mabomu ambayo hayajalipuka, ambayo Marekani aliyarusha sana wakati huo. Sasa ujio wa Trump na kufungwa USAID manake kumekata msaada pia kwa Vietnam. Kwa hiyo ni kama mzozo fulani unataka kuanza kati ya Marekani na Vietnam. Lakini kingine tu sio Marekani na Vietnam kuanza mzozo, kingine ni kuwa hivi sasa Marekani ameipandishia kodi Vietnam. Katika zile nchi ambazo zimewekewa kodi kubwa, pia Vietnam imewekewa kodi kubwa na Marekani. Kwa hiyo inaathiri ile uhusiano wao kwa hivi sasa. Kwa hiyo leo jamani, kihistoria ni kudondoka kwa Saigon. Asanteni. Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rahby Digital inazidi kuboreka. Tupo kwenye harakati za kuboresha akaunti yetu na kufanya kazi maoni yenu. Ushauri wenu ni muhimu sana kwetu na tunafanya kila jitihada kuhakikisha tunawaletea maudhui bora zaidi. Kama unahitaji kutunga mkono katika safari hii, unaweza kuchangia kiasi chochote kile ili kusaidia kufanikisha malengo yetu. Changia sasa na uwe sehemu ya mabadiliko. Unaweza kuchangia kwa Equity Bank kupitia namba 30111118112229. Jina ni Ibrahim S. Khalfan. Mix by Yas 0673800882. Jina ni Ibrahim Khalfan na M-Pesa ni 07685050500100. Jina ni Ibrahim Khalfan. Rahby Digital, haki na ukweli.
na ukweli.